twende tukaangalie madhara ya kujichua kwa mtoto wa kike. Madhara ya kujichua kwa mtoto wa kike. Tuone kwa mtoto wa kike naye ni madhara yapi anaweza akakutana nayo. Madhara kwa mtoto wa kike yako makubwa, yako mengi, lakini hapa Mungu ametupa manne ambayo tutayaangalia. Dhara la kwanza ni kukufanya uwe na uke baridi ambao ni tepetepe au mlegevu usiokuwa na radha kwenye tendo la ndoa. Kukufanya uwe na uke baridi ambao ni tepetepe au mlegevu ambao utakuwa hauna radha kwenye tendo la ndoa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alivyomuumba mwanamke alimwekea joto maalum kwenye sehemu yake ya uke, ambayo ile joto inasaidia kuongeza radha kwenye tendo la ndoa. Lakini mwanamke unapokuwa na tabia mbaya ya kujichua, ile joto ya ndani huwa inaondoka kwa sababu ya vile unavyojichua, aidha kwa kutumia vidole au kwa kutumia instrument mbalimbali unazoweza ukawa unatumia katika huo ujinga wako. Kwa hiyo itakuondolea ile joto, na hata unapofika ule wakati labda unasema naolewa, mume wako atakapokuwa anashiriki tendo la ndoa na wewe, atakuwa asikii raha kwenye uke wako. Kwanza utakuwa ni uke wenye maji mengi, lakini pia au utakuwa ni uke mkavu kabisa. Kuna mawili, aidha uwe na maji mengi sana au mkavu sana ambao hauna joto lolote ndani. Kwa mwanaume akiwa anashiriki tendo na wewe hasikii raha. Na hapa ndio unaona mtu anasema, yani nashiriki kama vile nashiriki na sanamu. Kwa nini? Hasikii kitu, hasikii kitu. Hiyo ni mbaya sana. Kwa hiyo ni madhara ambayo mwanamke unaweza ukajitengenezea ukiwa na tatizo, tabia ya kujichua. Lakini pia madhara ya pili ni kukutengenezea uraibu vile vile, kama tulivyoangalia kwa wanaume. Baadhi ya madhara, wapendwa, yanashare kama tulivyoona kwa ya kiume. Baadhi ya madhara pia yanashare kwa wanawake. Inaweza ikakutengenezea uraibu wa kukufanya uwe teja katika hiyo tabia, kama nilivyoeleza kwa wanaume, na hapa pia iko hivyo hivyo. Lakini pia madhara ya tatu ni kukufanya upoteze hamu ya kukutana na mume wako ukiingia kwenye ndoa. Ni kukufanya upoteze hamu ya kukutana katika tendo la ndoa na mume wako. Kwa nini? Kwa sababu unakuwa umezoea kujichua. Au wakati mwingine inaweza ikakugeuza. Ukikutana kwenye tendo la ndoa na mume wako, inakufanya usisikie raha mpaka akuchezee na vidole sehemu zako za clitoris au sehemu zako ambazo ulikuwa umezoea kujishika na vidole vyako au na zile instrument ambazo ulikuwa unatumia kujichua. Sasa hii inaweza ikawa kero kwa mume wako, kwa sababu yeye anataka aweke uume, wewe unamwambia achezee na vidole. Kwa hiyo inamfanya anakosa ile amani, anakosa ile raha na wewe, na inaweza ikavuruga ndoa. Na ndio maana ni kitu kibaya sana, unapaswa ukiache mapema kabla hujafika kwenye hii level. Lakini pia dhara la nne, utaenda jehanamu, kama nilivyoeleza vile vile kwa wanaume na hata mwanamke pia, kwa sababu ni dhambi. Kitabu cha Kutoka nimewatajia sura ya 20 mstari wa 14 inasema usizini. Hiyo ni amri ya 6 ya Mungu, kwa mujibu pia wa katekisimu ya Kanisa Katoliki inaeleza namna hiyo. Ni amri ya 6 ya Mungu inasema usizini. Lakini pia kitabu cha Marko sura ya 10 mstari wa 19 hadi 21 na yenyewe pia inakemea juu ya masuala ya uzinzi. Kwa hiyo watu wa Mungu wale haya ni madhara ambayo mwanamke unaweza ukakutana nayo. Na ndio maana kama unanitazama muda uweni mtoto wa kike, kama nilivyoeleza vile vile kwa wanaume, tafuta msaada wa kiroho ili uvuke kwenye hili eneo. Msaada wa kiroho unapatikana kwa watumishi wa Mungu. Kumbuka, kila tabia mbaya huwa kuna shetani nyuma yake anayeisimamia hiyo tabia. Kila tabia mbaya huwa kuna shetani nyuma ya hiyo tabia mbaya anayeisimamia utendaji wake. Kwa katika hiyo tabia yako mbaya ya kujichua, liko li shetani nyuma linaisimamia. Kwa kama yuko shetani nyuma anaisimamia, hawezi kukubali ukatoka hapo kirahisi. Atapambana awezavyo uendelee kuwa mraibu kwenye tabia ya kujichua. Na ndio maana tafuta msaada kwa watumishi wa Mungu. Kama kwa nguvu zako za kuomba hujiwezi kutoka, watakushauri kiroho, watakuombea kiroho,
watakupa deliverance ili uvuke hapo. Kumbuka kitabu cha Yeremia sura ya 32 mstari wa 17. Yeremia 32:17 inasema hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Kwa wewe kwako yuamkini hilo jambo limeshindikana, yuamkini kwako kwa nguvu zako umeshindwa, ila katika nguvu za Mungu yote yawezekana. Na ndio maana hata nilikutajia Kutoka 20:14, nikakutajia kitabu cha Marko 10:19-21. Vyote hivyo vinasisitiza katika mkono wa Mungu unaweza ukatoka kwenye tabia ya kujichua na kupiga punyeto. Mkristo mwenzangu unayenitazama, tafuta msaada wa kihuduma leo.